Naam, kama ilivyo kawaida ya maisha yana siri kubwa, kama ilivyokuwa siri kubwa iliyopo ndani ya sifuri, yani siri ya sifuri. Na kama tunavyofahamu, maisha yamekuwa na changamoto za hapa na pale, na kila mtu ama kila mwanadamu ana kile ambacho amekipitia hadi kufikia pale ambapo amefika. Hapa nipo katika mitaa ya Tabata, na hapa nimekutana na mzee wangu ambaye utakwenda kumsikiliza kuhusiana na kile ambacho kinamhusu na yale ambayo amekuwa akiyapitia. Ni mzee ambaye hajaamua kukaa tu, kuna namna nyingine ameamua kujishughulisha kama ambavyo inatakikana katika maisha ya mwanadamu. Mimi ni 255 Kenya, nyuma ya kamera ni Log de Pablo, na nikukumbusha tu tunapewa nguvu kubwa na GSM Beverage kwa mahitaji ya huduma za vinywaji kutoka katika kampuni ya GSM. Basi hakikisha unawasiliana nao hapo kwa ajili ya kupata huduma bora kabisa kutoka GSM Company. Kama ilivyoada na kama nilivyokuambia, nipo na mzee wangu hapa. Mzee wangu, shikamoo. Hapo jambo, mwana vipi hali? Salama kabisa, shima. Salama tu bwana. Bwana, hivi hapa kuna machungwa, parachichi, bei zake ziko vipi? Bei parachichi moja 1000, machungwa shilingi 200. Machungwa shilingi 200, parachichi. Kwa mtu ambaye pengine hakufahamu vizuri, kwanza kwa majina, unaitwa nani na ni mkazi wa hapa, mzaliwa wa hapa ama ulitokea wapi? Mimi bwana mzaliwa wa Morogoro, nilikuwa hapa muda mrefu, na mimi naishi Makongo Juu. Hapa ninakuja kwenye biashara tu, kwa biashara inavyoonekana, lakini mimi naishi Makongo Juu, biashara nafanya hapa. Yaani unatoka Makongo? Kuja hapa. Pengine kwa mtu ambaye anataka kufahamu, ulianzia kufanya biashara hii ama una historia huko nyuma ambayo ulikuwa nayo? Sikuanzia biashara hii. Biashara nimehangaika sana Dar es Salaam hii mpaka nimefikia hatua hii mpaka niko hapa leo. Na ni biashara za aina gani? Biashara nyingi tu, nimeuza masufuria, nimeuza mashuka, nimetembeza sana kama biashara za machinga zamani, lakini mpaka leo hapa niko hapa. Na huwa biashara huwa maisha huwa yanajibadilisha, lakini nimebadilisha, niko hapa. Na ni changamoto gani ambazo ulikutana nazo kwenye biashara zilizopita ambazo zimepelekea uwe hapa? Ni nyingi tu, kama kipindi kile cha machinga tunakamatwa, tunaachiwa, tunakamata, tunaachiwa, na nikaamua bora kuja kukaa hapa kutafuta riziki. Na hii biashara yako kwa ujumla, thamani ama mtaji wake ni wa shilingi ngapi? Wastani kubwa biashara ya matunda haihitaji hela nyingi, kama kupata hata 200 inatosha. Unaweza kupata matikiti maji, manini, una vitu vingi hapa hakuna. Kwa sababu gani? Kinafanya mtaji una matikiti maji, una matango, yani kile matunda hii amna, kuna matunda aina mbili, machungwa na parachichi. Na hiki kinachofanya uwe hivi mtaji kucheki kabati ile jeupe kama unavyoiona hapo. Ingekuwa na mtaji, ingekuwa mtu akunisaidia sawa, lakini mtu akunisaidia hakuna, basi nauza nilichokuwa nacho mbele na nguvu yangu ilipoishia. Nguvu yako, huu mtaji jumla kwa wote ni shilingi kama 200 kwa huu uliopo hapa ila ndogo sana hapa, kama shilingi 20,000. Mtaji wa 20,000. Kiasi gani ambacho ukiuza huwa unakikusanya kwa tuweze kwa siku? Kwa sababu unapata 10,000 au 5,000. Machungwa yenyewe unayaona, machungwa moja unauza 200 mpaka utapata 10,000 leo. Sasa hivi utauza machungwa 20 utapata 4,000, utauza parachichi 5 utapata 4,000, 8,000. Kutoa nauli mpaka nyumbani kwako hamna unachokipata. Hiyo kwa sababu ndo kazi yako, utafanyaje sasa? Sio, kuna siku nyumbani unarudi na chini ya 4,000. 4,000, 5,000 ukitoa nauli, basi huyu unahangaika. Siku unapewa mali kauli na kufanya biashara sokoni, unakuonea huruma, bwana mzee kahangaike na yote hela yetu, basi ndio ilivyo. Tunaishi mbaya kwa kubahatisha. Biashara ni kitu ambacho cha kubahatisha. Mkoenda sokoni, bwana mzee kahangaike bwana, hawa kuja hapo unahangaika, unarudisha hela yao, kipatikana ndio hivyo. Maana ya familia pengine, na una watoto wangapi kwa maana ambao wanajitegemea pia? Kuhusu familia bwana, sikudanganya, watoto wangu wote wakubwa na wanajitegemea. Niko mimi na mimi kama ni mimi. Familia yangu, watoto wangu wakubwa, mmoja yuko Arusha, mmoja yuko Morogoro. Leo nikombe mimi na familia ndio kwa soko. Familia ninayo lakini haipo. Kwa sababu umri niliokuwa nao, familia hawezi kukaa nao, wanaenda kujitegemea wao wenyewe. Ile mimi mwenyewe kimaisha ndio kama hivyo unaoniona hapo. Bibi yupo? Lakini bibi yupo. Tuko wewe na mimi, watoto wetu wote hawapo, naangalia maisha yao wenyewe. Kwa hiyo umri kama uwezi ukasema mimi na watoto wadogo bwana, kitu ambacho hakiwezekani. Watoto wangu wakubwa na hawapo, wanaangalia maisha yao, na mimi mwenyewe niko hapa kama unavyoona. Kwa hiyo yote ambayo umeeleza mzee wangu, ningependa kufahamu na watu pia wangefahamu, na katika maisha ambayo umepitia huko nyuma,
ni kitu gani ambacho pengine kwako ulihisi huenda kingekufanikisha pengine kufanikiwa, ama ulikuwa nacho kwa bahati sio rafiki na mipango kikapotea, ama una historia ipi ambayo mtu unatamani? Kuna historia ya elimu. Mimi sina elimu yangu ya darasa la 7. Elimu yangu ya darasa la 7. Sipokuwa ndio kuhangaika kwangu ndio niko hapa. Nimeuza vitu vingi kama nilivyosema, nilikuwa chinga zamani. Nimehangaika sasa kutokana na umri niliokuwa nao, nikaamua kukaa chini hapa. Mkaamua kufanya biashara. Ni changamoto zipi ambazo umekuwa ukikutana nazo katika biashara? Kama zipi? Changamoto za kutokea au hapa kwa biashara? Hapa changamoto hamna. Hapa changamoto hakuna, sipokuwa na kuangalia umri wako jinsi ulivyo, ambia amwache tu mzee ahangaike bana. Na hapa unalipia kodi kwa maana? Hapa sio tunalipa kodi, hapa tunasaidia watu na serikali za mitaa. Kaeni hapo mjisaidie. Sio mimi nalipisha kodi na kwa sio kweli. Kwa kodi unapata nini hapa? Serikali za mitaa tusaidia, ndio bado tuko hapa. Tuko chini serikali za mitaa. Nataka uniambie wakati ambapo siku biashara inakuwa haiendi vizuri kabisa, hizo moment naamini zinakuwa zinatokea kwako, huwa unaichukuliaje na inakuwaje? Pengine labda kuna siku inatokea hujauza chochote au umeuza chungwa. Mwenyezi Mungu hawezi kukunyima kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu kwanza mnamwamini Mungu. Mungu mwenyewe anakuangalia, ngani mpata 2000 bwana, fanye nauli ende nyumbani kwako, kesho unarudi tena hapo unahangaika. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye atakayejua maisha yako unaendeshaje. Mimi sina kujanja wa aina yote, sipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake ndiye atakayejua bwana ataishi hivi, ataishi hivi, ataishi hivi, ataishi hivi. Kesho atalala hapa, asubuhi atapata 200 yake, atakwenda atarudi hapa, atahangaika. Mimi namwachia Mwenyezi Mungu ndiye mwenye uwezo wa kulisha maisha yangu. Ikitokea labda mtu anataka kukushika mkono kwa namna moja ama nyingine, ni kitu gani ambacho ungetamani kifanyike katika biashara? Hakuna mtu mwenye kukataa riziki bwana. Mtu atashabi kitokea, tumsaidie mzee huyu kama nilivyoonekana hapa, mimi niko radhi kumpokea. Kitu gani unatamani hapa kibadilike kwenye biashara? Biashara kama hivi, biashara si hela. Uweze kwenda sokoni ukaenda tu mwenyewe, kwenda na hela utarudi na vitu hapa. Tunataka upate hela ndio upabadilishe hapa, kwa sababu kitu chote kinataka hela. Kuambia mimi sokoni nakwenda mimi nimevaa suti nzuri unanipa machungwa, kitu ambacho hakiwezekani. Ukatoka ukivaa suti kama hela una utaleta biashara, kitu ambacho hakiwezekani. Mbona na hela ndio ulete hapo vipi? Zangu pengine kuna vitu ambavyo binafsi ukiwa kama mzazi ambaye una watoto unatamani pengine kuna uwezo ungekuwa nao waweze kuwasaidia watoto kwa namna moja ama nyingine, ile kutokana na biashara kutokukidhi pengine inakukwamisha? Wasaidia kivipi? Maana yoyote ile ambayo wewe mzazi ambaye mwenye watoto pengine kuna namna labda ulitamani baadhi ya watoto wako japo si wote, kwamba uwashike mkono kwa namna moja ama nyingine, ama kwa kuwasomesha. Kwanza kwa sababu moja kupata watoto ni bahati. Huyu asikujua, huyu anakujua. Sasa waweza kupata watoto nao na matatizo yao vile vile, watakusaidiaje? Utakusaidia sengi siku angapi umpelekee mzee bwana 10,000 hapa. Lakini 10,000 mwezi mzima kwa itakusaidia. Kitu ambacho kiwezekani, kwa sababu na yeye ana majukumu yake, na mke na watoto anasomesha. Kwa hiyo asilimia kubwa ndio iko hivyo. Kwa sababu unapomta mtoto sio kama sema anakutegemea zaidi, hapana. Kwa sababu naye kishaingia katika majukumu. Na huwezi kujua thamani ya baba mpaka nawe una familia. Kama huna familia huwezi kujua thamani ya babako ikoje. Sasa hivi na wao wana majukumu yao. Kwa hiyo kunikumbuka mimi ni wao wenyewe tu, mzee wetu banga tumpeketa 20 hapa ya mtaji. Lakini huwezi kuweka comment mletee mimi hela kitu ambacho fani hakiwezekani, kwa sababu na wao wana majukumu yao. Inakuwa tafsiri yake si sawa vile ambavyo baadhi ya wazazi pengine wanalaumu watoto kwa kuwasaidia katika namna gani. Kwanza kusaidiwa na mtoto ni bahati. Unaweza ukazaa watoto wengi lakini bahati ukawauna. Na unaweza ukazaa mtoto mmoja akakumbuka, na huwezi kujua thamani ya babako mpaka naye uanze kuwa na familia. Kumbe mzee alikuwa kapambana kwa mpaka mnakuwa mimi. Kama hujapata familia huwezi kujua thamani ya babako ikoje. Kama nipo hapa tunaniona hapa. Sasa na uko na watoto, kwa hiyo mzee kapambana mpaka tunakuwa sisi kweli, amepambana vitu vingi. Kwa ndio iko hivyo. Kwa mazingira ya nyumbani, kwa maana ya nyumba ya kuishi ipo na iko katika hali nzuri. Iko katika hali nzuri. Mwenyezi Mungu kanisaidia. Kwa sababu unapopata hela usifanye kosa. Cha kwanza kwenye maisha, lazima uangalie mimi kesho nitaishi vipi. Kwa sababu hapo nilipo huwezi kupanga nyumba ya mtu.
kwa sababu kwanza moja uwezo una, la kwanza. La pili umri kama kwangu, mzee mchawi bwana, kwa sababu unaweza kupanga nyumba, yule anayekupangisha mdogo atakuamkia kweli, kitu ambacho kiwezekana. Kitu cha kwanza first uangalie mimi kesho nitaishi vipi. Unaweza kuondoka Dar es Salaam bado unaipenda, umri umeenda, lakini hakuna nguvu. Lakini leo hapa nilipo nyumbani kwangu, mtu kaniambia bwana, wewe mzee mchafu bwana, ondoka wewe. Ataondoka. Lakini kama umri kama huu, kama huna nyumba asilimia kubwa, ndio utaondoka tu, kwa sababu huwezi kupanga nyumba kwenye umri kama huu. Kupanga nyumba ya mtu, unaweza kupanga nyumba baba nyumba kama mdogo, wewe kama mkubwa, kitu ambacho kiwezekani. Kwa hiyo nachosi mimi, watu wote watafuta hela, wajaribu kujiweka katika mazingira ambayo kama nilipitia mimi. Mimi zamani nilikuwa na hela, kesa hivi sina kitu. Lakini kitu cha kwanza nilichofanya kutafuta mji Dar es Salaam, mimi na nyumba yangu Makongo mpaka sasa hivi kesa hivi sina kitu. Kwa sababu mali mtaji. Sasa mtaji mimi sina, lakini sehemu ya kulala ninayo. Hapo umezungumza zamani ulikuwa una pesa sana. Shughuli hii ambayo ulikuwa unafanya, na pengine kiwango gani ambacho unakumbuka ulikuwa una uwezo wa kukimiliki? Asilimia kubwa bwana, miaka mingi sana, mpaka nafikia umri zaidi miaka 30. Sasa uwezo kwa kukumbuka matukio yote, kitu ambacho kiwezekana. Nilichokipata, kitu cha kwanza ni kuangalia mimi Dar es Salaam naipenda, nitaishije bwana. Kitu cha kwanza nikatafuta mji Dar es Salaam hii, na kweli nikaupata. Nimehangaika nipate kibanda changu, najihifadhi na kuja hapa nahangaika. Kwa kumalizia, ni neno gani ama kitu gani ambacho ungetamani vijana hasa wa miaka hii uweze kuwaambia, kwa maana ya ushauri ambacho wewe unakiona pengine labda kinawapoteza katika namna moja ama nyingine, au katika maisha pengine unaamini kama watavifanya basi huenda wakafanikiwa? Unajua kitu chochote kile pale, kwanza ogopa umri kama kwangu. Wao jifunze kutoka kwangu mimi. Yule mzee kafikia umri kama ule pale, na mimi niogope ile hali sinikute, na mimi nipate mji wangu kama alivyopata yeye. Yaani ile hali, mtu wote ukumla mzee usimcheke, isipokuwa wewe ogopa ile hali sikukute. Ogopa ile hali sikukute, fight, pata mji wako, chukua familia yako, ishi nayo, kwa sababu sisi binadamu siku zote, binadamu yote au kijana umri kuna miaka kabuni 10, inabidi miaka 10 kaelekea masiala, huwa anapata matatizo. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Aweza kama shule akawa na miaka 15 anajiona bado mdogo. Kuna miaka 10 ile pale atakuita masiala, anafika umri wa miaka 25, anakuja mke, anakuja mtoto, hajafanya chochote, na maana yule mtu kishapotea. Lakini miaka 10 hapa ananunua kitanda, ananunua vitu, anajiweka sawa, atake mpata mwanamke inakuwa fresh. Lakini atakapofikia miaka 30 hana kitanda, hana sufuria, hana shuka, huyu mtu kapotea, kwa sababu hawezi kupata maendeleo tena, kwa sababu vile vitu vinakuja mfululizo. Atakuja mtoto, atakuja mke, ataweka wapi? Hii kama kajiandaa vizuri inakuwa fresh kama nilivyojiandaa mimi. Bwana mzee wangu, ni kushukuru, na kwa kumalizia jambo si kwa umuhimu, kuna kitu chochote ambacho umekuwa ukijutia na pengine ungefanya, pengine ungekuwa na mafanikio zaidi? Mafanikio ndio kama hivi, mali hela, sina kitu, nitafanyaje? Naomba msaada kama mtu yupo usaidie, sawa, lakini ndio kama hivyo. Wao fight kama ni fight mimi, kwa sababu umri kama huwezi kupanga nyumba ya mtu, kitu ambacho kiwezekana. Kwa hiyo na wao fight, kwa sababu ikifika hatua fulani nisifikia hatua hii nikute, kwa utakuwa na mke na watoto, utaweka wapi wakati wewe umefanya maandalizi mabaya? Bwana mzee wangu, kwa kuzungumza mengi, piga kwanza kata kiu hapo. Naamini watu wamesikia na tunategemea mazuri. Naamini tutarudi hapa tukiwa tunazungumza, kuna biashara nyingine kwa maana ya matikiti na vitu vingine. Nikushukuru sana.